katika kaunti ya Isiolo wamefanya maandamano kupinga mpango wa ujenzi wa bwawa katika katika eneo la Natudu, wakidai kuwa hakukuwa na ushirikishwaji wa umma kabla ya mradi huo kuanzishwa. Geoffrey Ondieki ana uketo wa taarifa hii. Wakieleza hisia za kutoridhishwa kwa sauti za juu, wafugaji hawa wanaitaka serikali kusitisha mara moja mpango wa ujenzi wa bwawa eneo la Natudu hadi pale maoni ya wananchi yatakaposikilizwa kikamilifu. Wakazi wanadai kuwa hawakuhusishwa ipasavyo katika maamuzi ya mradi huo, licha ya kwamba unaathiri moja kwa moja maisha ya maelfu ya wafugaji katika eneo la Natudu. Lakini hiyo megadam hatutaki leo na kesho na maisha yetu. Hatutaki na dawa, hatujaongelesha community hapa Natudu. Kwa hivyo hatutaki hiyo megadam maisha yetu. Hii watu wale umepanga hiyo maneno, arudi akuja aongee na community, tuoleze watafute wasee. Hakuna ile mshanga ya serikali yako hapa. Kulingana na wakazi hawa, eneo la Natudu ni muhimu kwa malisho ya mifugo na maisha ya wafugaji ambao hutegemea ardhi ya Natudu kwa maendeleo yao ya kila siku. Hapa mahali tuko ndio mahali tunasomesha watoto wetu, ndio mahali tunafuata hata kura yetu. Hapa ndio tunategemea, hapa ni area ya malisho tunategemea, na hakuna msaada ingine anaweza kuwa muhimu kuliko hii ardhi yetu. Bwawa linalopendekezwa kujengwa Oldonyiro linatarajiwa kudhibiti mtiririko wa mto Ewaso Nyiro ili kusambaza maji katika mji wa Isiolo na vijiji vya kaunti za Laikipia na Samburu. Hata hivyo, wakazi wameeleza hofu kwamba ujenzi wa bwawa eneo la Natudu unaweza kusababisha familia kuhamishwa pamoja na kupotea kwa maeneo yao ya malisho, na sasa wanahimiza serikali kuweka mbele mazungumzo na uwazi kabla ya kuendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa Oldonyiro. Geoffrey Ondieki, TV47. Namna bila shaka